Aprili 15, Jumanne, mwaka wa 2025. Inua jukwaa, mnara wa mlinzi na antena shambani. Matendo 27:24. Akaniambia Paulo, usiogope. Ni lazima utasimama mbele ya Kaisari, naye Mungu kwa wema wake amekufadhili kwa kuwaokoa wote wanaosafiri nawe wasiangamie. Moja, inua jukwaa katika shamba. Kazi zilianza mahali pale wale walipokuwa wametawanywa kutokana na dhiki iliyosababishwa na Stefano. Walitambua uwepo wa Roho Mtakatifu na kusambaza 777 kwa batizani ya shamba. Unapochambua shamba kwa usahihi, utaona kazi, watu na maeneo ambayo Roho Mtakatifu ametayarisha mapema. Wakati milango ya shamba imezuiwa, hiyo ni hatua kubwa ya kugeuka. Pia, kazi zilizofanywa kwenye chumba cha juu cha Marko zitarejeshwa. Vivyo hivyo, wakati milango inafunguliwa, utaweza kuendelea. Neno alilolisema Yesu kwa miaka 3 lilikuja kama majibu, na utaelewa umuhimu wa maombi ya siku 40, ibada kanisani na siku ya Bwana. Unapoona utimilifu wa neno kila siku shambani na jinsi maombi yaliyoratibiwa yanavyofanyika, 24, 25 na milele itafanyika. La muhimu ni kwamba Mungu ataokoa kila mtu katika mashamba ya hakuna mtu. 2. Inua mnara wa mlinzi shambani. Jibu la mnara wa ulinzi ni uponyaji. Madaktari huponya magonjwa, lakini hawawezi kuponya ugonjwa huo kutoka kwa chanzo pamoja na mustakabali wa watu binafsi. Unapoingia kimya kimya katika maombi ya kupumua sana, ubongo wako, mwili na roho itahuishwa. Unapohariri, panga na kubuni kuhusu uponyaji, batizani ya nuru tafufuliwa na 777 itakuwa safari yako. Baada ya kuwaponya watu hawa, Mungu alitoa majibu ambayo yanafanya kila kitu kiwe hai bila kitu. 3. Inua antena kwenye shamba. Njia ya antena ya shamba ni siku zijazo. Antena ya shamba inaashiria antena iliyo ndani yako inayopitishwa kwenye shamba. Kilicho muhimu zaidi ni kupitia remnant 1777 batizan kamili itatolewa. Lazima uchapishe ujumbe ambao Yesu alitangaza kwa miaka 3 kwa remnant. Lazima uendelee kuwasilisha agano la umakinikaji wa siku 40, siku 10, Jumapili kila siku, maombi yaliyoratibiwa na masaa 24, 25 na milele. Kisha unapaswa kufundisha juu ya Kristo, shati na ulazima wa Kristo na Kristo ni nani. Ni lazima utoe majibu ya kweli ya ufalme wa Mungu na kazi zinazohusu ufalme wake. Hitimisho ambalo remnant walipokea ni nguvu za mbinguni, vipaji na misheni. Ingawa mtawala wa ufalme wa anga ameuteka ulimwengu kwa sasa, kuna jambo ambalo hawawezi kufanya. Si lingine ila enzi na milele, ombi la agano. Mungu Baba, kwa sababu siwezi kuokoa shamba kwa nguvu zangu mwenyewe, na kushukuru kwa kunijalia uwezo wa kiti cha enzi. Naomba niunde jukwaa, mnara wa mlinzi na antena ambayo hujiokoa. Huokoa shamba na siku zijazo. Naomba kuacha nyuma kazi bora ya milele kwa vizazi vijavyo. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.